Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa sababu ni mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya kupitia maagizo mahususi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na maelekezo ya utekelezaji wake ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Yapo mambo mengi ambayo yamefanyika kwa vijana kupitia sera, lakini pia kupitia sheria, taratibu na mipango mbalimbali ikiwemo ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia dira ya maendeleo na mkakati wa maendeleo. Katika kuyatekeleza haya, Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na halaiki yote ya Mheshimiwa viongozi wanaonisikiliza, yapo mambo mengi makubwa ya dhahabu ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya kwa kipindi cha miaka minne. Katika kuyaeleza hayo, Mheshimiwa, natambua kwamba naweza nikaeleza kwa kipindi kikubwa sana, lakini uniruhusu niyatoe na nitayaweka katika mafungu kwa kadri muda utakavyoruhusu. Mheshimiwa mgeni rasmi, la kwanza nieleze Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiacha Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa kinara wa kutekeleza mipango iliyopangwa na Chama cha Mapinduzi katika ilani ambayo aliongoza yeye akiwa makamu wa rais na baadaye kuikamata majukumu ya kuongoza kama rais mnamo mwaka 2020, ilani ilielekeza miradi mikubwa na ya kimkakati ya maendeleo iweze kutekelezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaanza na mradi wa SGR. Mradi huu umetekelezwa kwa viwango vikubwa na mpaka sasa ninavyozungumza treni ile imekwisha kuanza kufanya kazi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Na mradi huu katika upande wa vijana, mafanikio yake, tulipata ajira nyingi za vijana kupitia mradi huu, na nitazisema kwa ujumla tu kwa sababu niunganishe miradi yote kwa sababu ya faida ya muda. Katika miradi hii ambayo tayari inaendelea sasa, ujenzi unaendelea mpaka kuelekea Tabora, lakini pia kwenda kule Mwanza mpaka Fela, treni inaendelea kujengwa, ile reli yetu ya kisasa SGR. Vijana ambao wamepata ajira, wapo waliopata ajira za moja kwa moja zile za kudumu, lakini wapo ambao wamepata ajira za muda. Wapo jamii kwa maana economic multiplier effect, wakina mama, lakini pia bodaboda walipata muda wa kuweza kuwahudumia watu wale kwa kuwapeleka kazini. Wapo ambao wamepata kwa utaalamu wa aidha kwa ngazi ya degree, diploma au wale waliopitia mafunzo ya VETA wameajiriwa kwenye mradi ule, ukiwa ni sambamba na mradi mwingine wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao nao umekwisha kukamilika na mitambo yote imekwisha kuwashwa, nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo haya maeneo yote yametoa ajira kwa vijana, lakini pia hata kwenye miradi ya ujenzi wa miundombinu kama mabarabara, tumeona flyover, ningeweza kutaja hapa kwa wingi kwa majina na kwa miradi na kwa takwimu za fedha, lakini toshe tu kusema kwamba hayo ni maeneo pia ambayo yamechochea kwa kiwango kikubwa kutengeneza fursa za vijana, ajira za vijana, lakini pia kutengeneza ujumuishi wa uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika eneo hilo hilo la ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati, yapo mashule yamejengwa, lakini pia tumeona ujenzi nchi nzima sasa, ujenzi wa mabarabara, madaraja, vivuko na maeneo mbalimbali ambayo yote ni miundombinu. Hii yote imekuwa ni faida kubwa ikizalisha mjumuisho wa utoaji wa fedha, lakini pia uchumi kwa vijana kwa maeneo mengi sana hapa nchini, na nyinyi wote ni mashahidi kwa maeneo hayo kwamba kwa ujumla kwenye sera hiyo tumefanikiwa katika kuhakikisha fursa za ajira zinatoka. Ukiacha maeneo hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ipo pia maeneo mengine ambayo tulijikita nayo na ipo miradi ambayo ilifanywa kisekta. Ukiacha eneo hilo nililotaja la miundombinu katika Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, ipo eneo jingine pia la miradi ambayo imetekelezwa kupitia migodi au kwa maana ya Wizara ya Madini. Katika Wizara ya Madini, katika kipindi cha miaka minne, Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kufanya mabadiliko mbalimbali ya sera, lakini pia sheria za madini ambazo zimetoa fursa na ruhusa ya kutoa nafasi kwa kijana wa Kitanzania kuweza kupata kitalu cha uchimbaji wa madini.
na wakaanzisha program maalum ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mavunde, ya Mining for Brighter Tomorrow. Katika mpango huu umewanufaisha vijana waliosoma na wasiosoma kwenye sekta za uchimbaji wa madini, uchenjuaji wa madini, lakini pia umiliki wa vitalu vya madini, kupewa vitalu bure, lakini pia kuweza kukopeshwa vifaa au mitambo ya uchimbaji wa madini, lakini pia ikiwa ni pamoja na kupewa elimu au mafunzo ya uchimbaji wa madini. Hayo yamefanyika kwenye maeneo mengi ya mikoa ya Geita na kanda ya Ziwa na maeneo mengine ambapo uchimbaji umefanyika. Lakini pia kwenye Wizara ya Kilimo tumeona katika fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa kwenye bajeti yake, alitoa zaidi ya shilingi, utakumbuka ilikuwa ni bilioni 900, lakini kwa nyongeza zilizofanyika ikafika bilioni 1 na zaidi ya hapo. Ametenga maeneo maalum kwa ajili ya vijana kwa mpango wa Building a Better Tomorrow. Katika mpango huu zaidi ya vijana 800 walichukuliwa kwenda kufanya mafunzo ya kilimo, lakini hatua ya pili imeenda katika kuwawezesha vijana kwenye maeneo mbalimbali nchini, na kazi hii imefanyika kupitia Wizara ya Kilimo ya Mheshimiwa Bashe, na tayari fedha zimeendelea kutengwa kwa ajili ya kutengeneza maeneo maalum ya kuwaweka vijana, lakini maeneo mengine walipewa hati ili waweze kumiliki na kuweza kuhakikisha kwamba katika sekta ya kilimo inazalisha zaidi, lakini pia kuzalisha ajira zaidi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.